Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Hatimaye mwenyekiti wa kanda ya Pwani Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Boniface Jacob maarufu kama Boniai, ameruhusiwa kuondoka baada ya kuripoti katika ofisi ya mkuu wa upelelezi wa mkoa wa kipolisi Kinondoni kufuatia wito wa jeshi la polisi uliomtaka kufika katika ofisi hizo. Boniai aliwasili katika ofisi hizo zilizopo Oysterbay hii leo Jumanne tarehe 16 2026 saa 4:09 asubuhi na baadaye kuhojiwa kwa takriban saa 3 kuhusu tuhuma za kupanga njama za kuratibu vurugu za maandamano, tuhuma ambazo amekana kuzitambua mbele ya jeshi hilo. Baada ya mahojiano hayo, aliruhusiwa kwa kujidhamini mwenyewe na kuondoka. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa usiku wa jana Jumatatu Juni 15, 2026 na katibu wa kanda ya Pwani wa Chadema Ntele Benjamin alisema Boniai alipokea taarifa za wito huo akiwa safarini kuelekea Ifakara mkoani Morogoro kushiriki mikutano ya hadhara ya Chadema kanda ya kati. Benjamin alisema Boniai alipigwa simu na jeshi la polisi kutoka wilaya ya Kimara na kufahamishwa kuwa kulikuwa na maelezo rasmi yaliyomtaka kufika katika ofisi za RCO wa mkoa wa kipolisi Kinondoni, Dar es Salaam hii leo. Kama mlivyokuwa mmepata hiyo taarifa, kweli jana jioni nilitaarifiwa na polisi Kimara akijulisha kwamba leo nahitajika ofisi ya RCO Kinondoni kuripoti majira ya saa 4 na leo saa 4 tarehe 16 nimekuja kujisalimisha mwenyewe na kuripoti kwa RCO kusikiliza wito wao. Nimesikiliza wito, nilikuwa na mawakili na viongozi wa chama. Tuhuma kubwa ni mimi kufadhili na kuratibu maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7. Tuhuma ambazo nimejibu jeshi la polisi ni uzushi na ni propaganda tu za watu wenye nia ovu au wakina viongozi. Binafsi sijafanya vikao vyote vya kuratibu, wala hakuna ushahidi wowote kwamba mimi nimefadhili au kuchapisha vipeperushi ambavyo vinaonekana na wagaia watu vijana fedha, kuchapisha vipeperushi na kusambaza kwenye jiji letu la Dar es Salaam. Kwa hiyo ni tuhuma za uongo tu, na mimi nitoe wito kwa jeshi la polisi kupuuza tu, sio kwa kwangu mimi tu. Nimeona viongozi mbalimbali wa Chadema tunakamatwa, tunahitajika kuhojiwa sehemu mbalimbali. Imekuwa kama ni ndani ya siku 2-3 hizi tulikuwa na maisha ya mashaka sana. Tusipoangalia tutaumizwa, tutasumbuana na kupotezeana muda kwa tuhuma ambazo nafikiri CCM wanapaswa wahojiwe. Kiongozi ndio namba 1 atakiwa ahojiwe. Hivyo vikao wanaposema Chadema wanakaa na kupanga maandamano, hawadhibitishie jeshi la polisi ni vikao wapi, lini na wakina nani washiriki. Lakini asivyo, nafikiri baada ya kauli zile za kwake, kwetu huku Chadema kunachokuja ni huu usumbufu wa kuanza kukamatwa ovyo, kuvamiwa majumbani na baadhi kwa kama sisi wengine kuitwa, ambao mimi leo nilitakiwa niwe njiani Ifakara saa 10 jioni, nilikuwa niwe na mkutano. Sasa hivi ni saa 8 kasoro, saa 7 karibu na nusu, saa 8. Kupoteza mahojiano masaa 3-4 katika tuhuma ambazo ni hewa, ni za uongo, vitu ambavyo havijawahi kufanyika au sijawahi kushiriki. Ni kupotezeana muda. Kwa kauli ya mtu mmoja tu inaweza kufanya watu leo hii wasote mahabusu, waumizwe, viongozi wa Chadema wakamatwe, shughuli zisimame za chama kwa mtu ambaye ameongea vitu vya uongo na anajua ameongea uongo. Ni hayo. Labda kama nimesema, kwa nini Chadema? Chadema kwanza ina watu, nafikiri ndio chama namba 1 chenye wanachama na watu wengi Tanzania. Alafu ndio vinafuata vyama vingine. Chadema ndio chama pekee kina wanachama wengi na wafuasi wengi nchi nzima. Kwa hiyo ikitokea vuguvugu lote kama hili, chama cha kwanza kinachofikiriwa kinaweza kashawishi watu kuingia ni Chadema. Lakini la pili, kwa nini unasema Boniai? Vile polisi wanaangalia chama chenye ushawishi na viongozi wenye ushawishi. Kwa viongozi wote wengi watakuwa target, na tunajua hata jana na leo asubuhi tumepata taarifa wengine Songea, tuna mwenyekiti wetu wa wilaya alikamatwa jana hajaachiwa, na jana usiku kuamkia leo tuna vijana 6 Songea wamekamatwa. Lakini jana usiku pia katibu wetu wa kanda Shinyanga na yeye alikamatwa akasachiwa, asubuhi hii katakiwa kuripoti na wamemwachia tena kwa dhamana. Na sisi alikadhalika tangu jana nimeambiwa leo niripoti, nimekuja nimehojiwa masaa 3, tumeruhusiwa kuondoka kujidhamini wenyewe bila kudhaminiwa na mtu. Sasa tunachokiona sio jambo la kawaida, ni usumbufu. Na lakini tukiangalia tuhuma zake asili yake nini, ni jambo la uongo. Kikao alichofanya kiongozi mbele ya waandishi wa habari kututuhumu Chadema kwamba tuna vikao tumekaa kuratibu jambo hilo, ni jambo la uongo na la uzushi, kitu ambacho ni cha uongo. Hakuna mtu ameratibu maandamano, wala mimi binafsi nimemwambia jeshi la polisi walete udhibitisho au sina udhibitisho wowote wa kwamba nimetoa fedha au kusambaza vipeperushi kwa vijana wasambaze kwenye jiji la Dar es Salaam. Ni kitu cha uongo.
wakati kiongozi anazungumza, anatoa hizo tuhuma nzito, je, kama kiongozi wa kanda, lakini pia kwa kushirikiana na viongozi wengine wa chama, kwa nini amkwenda kwenye vyombo vya dola kuwashtaki au kutaka uthibitisho kuhusiana na zile tuhuma ambazo alizitoa? Nafikiri kuna hatua za wanasheria wetu wanazichukua. Siwezi kusema kwamba tumempuuza moja kwa moja. Makamu mwenyekiti wetu wa chama alishamjibu Iringa kwa mdomo kuonesha ni uzushi, lakini pili, wanasheria kwa tunavyofahamu, wanasheria wetu wa chama jambo hilo limewafikia kwenye meza yao ya sheria. Mimi ni Zakia Nanga, Mwanahalisi TV. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.